Chuo cha elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA cha wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza kinakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa matumizi ya kila siku, hali inayowalazimu wanafunzi kutumia maji ya Ziwa Victoria ambayo si salama kiafya. Mkuu wa chuo hicho Mhandisi Deusdedith Tishinze amesema licha ya kuwepo kwa huduma ya maji kutoka Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Vijijini RUWASA, bado upatikanaji wake si wa uhakika na hautoshelezi mahitaji ya chuo hicho chenye wanafunzi zaidi ya 150 wa mwaka wa kwanza na wa pili katika kozi za muda mrefu. Chuo cha Ukerewe kimefanikiwa kuanzisha mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ambapo kwa sasa tuna wanafunzi 159. Chuo kinatumia nishati safi ya kupikia. Tunatumia gesi katika kuitikia kauli mbiu ya serikali. Chuo pia kimeshirikiana na TFS na shamba la miti Rubia. Tumepanda miti 2400 kuzunguka maeneo yote ya chuo. Na kati ya hiyo miti 70 ni miti ya matunda. Penye mafanikio, changamoto hazikosekani. Chuo kina changamoto zifuatazo. 1. Uwepo wa maji ya kutosha kwa ajili ya matumizi ya chuo. Chuo kinahitaji kuwa na kisima cha maji au kuunganishwa na mfumo wa MWAUWASA kwa ajili ya kupata maji ya uhakika. Hatua za utatuzi. Kwa sasa chuo kinatumia maji ya RUWASA ambayo upatikanaji wake ni wa changamoto. Na inapokuwa shida ya maji imejitokeza, basi tunalazimika kutumia maji ya ziwani. Chuo kinaendelea kufuatilia uungwaji wa maji katika mifumo ya MWAUWASA kwa ajili ya kupata maji ya kutosha, pamoja na mpango wa bajeti kwa ajili ya uchimbaji wa kisima. Changamoto ya pili, chuo hakina eneo la kutosha kwa ajili ya viwanja vya michezo, nyumba za watumishi, pamoja na upanuzi kwa ajili ya mahitaji ya usomi. Hatua za utatuzi. Kwa sasa wanafunzi wanatumia kiwanja cha shule ya msingi Mlezi kwa ajili ya michezo, lakini pia chuo kinaendelea kufanya mawasiliano na ofisi ya kijiji kwa ajili ya kupata eneo la michezo na mahitaji mengine ya ardhi. Changamoto ya tatu, upungufu wa wakufunzi kulingana na fani zilizopo. Chuo cha Ukerewe kina watumishi wa mkataba wa kudumu 11 kama nilivyoeleza hapo juu. Wakufunzi ni 6 na wasio wakufunzi wako 5. Kwa sasa chuo kinahitaji wakufunzi wengine 11 ili kuondokana na upungufu wa wakufunzi. Kukabiliana na changamoto hiyo, chuo kinatumia ajira mbadala, mikataba ya muda mfupi, watumishi wa kujitolea ili kupambana na upungufu. Pia mamlaka imeomba kibali cha ajira kwa ufuatiliaji ofisi ya Rais utumishi wa ajira ili kupata watumishi wa kutosha. Changamoto ya 4, kukosekana kwa baadhi ya vifaa vya mafunzo. Tunashirikiana na viwanda na mafundi mahiri, tumekuwa tukipeleka wanafunzi kujifunza katika karakana na viwanda hivyo. Pia chuo kimekuwa kinaazima vifaa kwenye vyuo ndani ya kanda yetu kama chuo cha Mwanza ambao tumepata vifaa vichache vya welding, ujenzi, umeme, bomba na ushonaji. Chuo cha Karagwe Bukoba tumepata vifaa vya ushonaji na chuo cha Chato. Pia chuo cha Geita tumepata vifaa vichache vya umeme. Zaidi ya yote, mamlaka imekuwa ikitenga fedha za ununuzi wa vifaa kila mwaka. Kwa mwaka wa fedha 24-25 tunatarajia kupokea vifaa kwa fani zote hivi karibuni. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Wilson Mahera alipotembelea chuo hicho kilichopo katika kijiji cha Muhula wilayani humo, amesema serikali inaendelea kutekeleza mageuzi makubwa kwenye sekta ya mafunzo ya ufundi stadi ili kuyaimarisha, huku akielezea mipango ya serikali katika kutatua changamoto hizo. Kama mnavyojua, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imefanya mabadiliko makubwa kwa lengo hilo la kuboresha utoaji wa elimu kwenye nchi yetu ili Watanzania wanaohitimu kwenye mfumo wa elimu waweze kuwa na maarifa na ujuzi ambao waweze kujiajiri au kuajiriwa wao wenyewe. Tunawapongeza VETA kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hivi karibuni nimesherekewa labda Karatudi kwa wameona kuna mafanikio makubwa.
Na hasa hili limekuja sasa kufufuliwa zaidi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, alipoelekeza pia tufanye mabadiliko kwenye sera yetu na mitaala yetu tuiboreshe, ili iweze kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata elimu ambayo ni bora, lakini masuala haya ya ufundi na masuala ya amali yamepewa kipaumbele zaidi. Kama unavyoona pia sekondari zetu sasa hivi zipo sekondari zenye mkondo wa amali ambazo nazo zimetoa level 1, NTA level 1, NTA level 2 mpaka level 3. Sasa hivi kuna mkondo wa amali, wanafunzi wanasoma kwa mwaka wa kwanza na wa pili wanapata NTA level 1. Mwaka wa 3 level 2, akimaliza form 4 anakuwa na level 3, ambapo wanaweza kujiajiri. Nchi zilizoendelea, nchi nyingi kwenye masuala zinahitaji watu ambao wanakuwa na masuala haya ya mambo ya ufundi na ufundi stadi. Sasa serikali imejipanga vizuri. Wizara ya Elimu kwa sasa tumepokea tena fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuendeleza ukamilishaji wa vile vyuo vya VETA 64. Na tayari tumepata bilioni 20 kwenye sehemu mbalimbali ambapo vyuo vinajengwa, navyo vitaanza kuendelea kuwepo, navyo vitakuwa na vyuo kama hivi. Na baadaye tumeweka kwenye budget ya mwaka huu ujao bilioni 21 kwa ajili ya kuhakikisha tunavikamilisha. Na vile vile vitakapokamilika, manake kila wilaya itakuwa na VETA moja, lakini kila mkoa utakuwa na VETA moja. Na ambapo kwenye hivyo 64 pia mkoa wa Songwe ambapo nao wanakamilisha ile VETA yake. Kwa hiyo kule ambako Watanzania wakae wakielewa kwamba vyuo hivi serikali imeweka kipaumbele kikubwa sana kuhakikisha vijana wetu ambao wamemaliza form 4 na wengine wamependa mpaka sehemu nyingine wanaweza kuja kujifunza kupata ufundi hapa. Tumejipanga vizuri sana kama wizara na kama serikali. Tunaendelea kuandika proposals mbalimbali, lakini pia tumetenga budget. Kuna programs nyingi zinaandikwa ambako zikitiki vizuri tutapata vifaa. Maana tunataka majengo yatakapokamilika tuwe na vifaa. Kwa hiyo vinakuja vifaa vya kisasa ambavyo vitakuja kuingia kwenye hizi VETA zitakapokuwa zimekamilika. Lakini pia serikali inaimikaa inaajiri watu mbalimbali watakapokuja kufundisha kwenye hizi VETA. Kwa hiyo tunawaelekeza, tunajaribu kuwashauri vijana ambao wamekaa nyumbani watumie fursa hii kuja kujiendeleza. Na sasa hivi utaratibu uliopo ni kwamba mtu anaweza akatoka VETA huko baada akaenda mpaka chuo kikuu. Kwa sababu unapofuata zile levels zako unakwenda, zipo level za kwanza unakwenda mpaka level 6 mpaka level ya juu zaidi. Kwa hiyo mtu anaweza akaja akapita kwenye mfumo huu bado akaenda akapata elimu ya juu zaidi. Kwa hiyo tunawasihi kwamba wana Ukerewe wakitumia hiki chuo. Ni miongoni mwa vyuo vya kisasa kabisa ambavyo vimejengwa. Kuna vyuo vingine lile katika vile vyuo 25. Chuo cha VETA Ukerewe ni miongoni mwa vyuo 25 vilivyojengwa na serikali, kikiwa na majengo 18 likiwemo bweni na karakana 4 kwa ajili ya mafunzo ya fani 7 ikiwemo umeme wa majumbani, ufundi bomba, ufundi wa magari, uchomeleaji na uungaji wa vyuma. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na viongozi katika chuo hicho, ni kwamba chuo kina uwezo wa kudahili wanafunzi 280 kwa mwaka, ambapo wanafunzi 144 wanaishi bweni na wengine 136 husoma kwa mfumo wa kutwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.